kwa sababu siku hiyo ambayo ndo siku nataka kutolewa kafara kwenye yale malango ya kuzimu, malango ya Mererani, kwa sababu mimi nilifika mpaka kuzimuni na nitakueleza niliyoyaona kule kuzimu. Walinieleza mambo mengi kuhusiana na uchimbaji wa madini. Watu walio wengi wanatumia nguvu za giza kutafuta mali hizo, japo si wote, lakini asilimia kubwa watu wengi wanatumia nguvu za giza katika swala zima la uchimbaji wa madini. Kwamba ule ulanga, ile vumbi inapoonyesha dalili za madini, kwa kawaida kwa wakitaka kutoa madini ni lazima wamtoe mtu kafara. Wakawa wameniambia kwamba lazima uende kuzimu na lazima tukutoe sadaka. Wewe umekuja kwenye mgodi huu, wenzako wameteseka miaka mingi, wewe ufikie kupata kazi kwenye mgodi kama huu, hujauliza historia. Kitu ambacho nilikiona mle chini kuzimu, niliona mapepo wachafu wengi, yani sura zao ziko kama nusu mtu nusu skeleton, yani upande mmoja anakuwa kama ana mifupa, wengine wanakunywa damu za watu mle chini. Niliona maelfu na maelfu ya watu ambao wametolewa kafara na bado wanatumika kule. Habari ya wakati huu, mtazamaji na msikilizaji mpendwa popote pale ulipo. Leo ni siku nzuri kabisa ambayo nimepata nafasi ya kuweza kukutana na ndugu hapa ambaye ana ushuhuda mkubwa kabisa, ushuhuda ambao unaelezea jinsi ambavyo yeye aliweza kunusulika katika masuala ya kutolewa kafara. Huyu bwana hapa ambaye unamuona alikuwa ni katika harakati zake za kutafuta maisha, akajikuta amefika katika machimbo migodini huko na alikutana na vitu vya ajabu sana, ikiwemo jambo kubwa la kunusulika kuweza kutolewa kafara. Leo tunaye kwenye ushuhuda hapa na tutakuja kusikia ushuhuda wake kwa undani zaidi na zaidi. Ndio huyo hapa niko naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za uzima? Mungu ni mwema. Hebu jitambulishe jina lako. Kwa majina yangu naitwa Daudi Bonifasi, ni mwinjilisti, mtumishi wa Mungu. Lakini kimaisha niko katika wilaya ya Kahama nikiendelea na harakati. Pia ni fundi wa umeme, lakini pia ni mwinjilisti, mhubiri wa Injili. Sawa. Ushuhuda wako mimi nimemdokeza tu hapo msikilizaji kwamba na mtazamaji kuhusiana na ushuhuda wako. Haya masuala ambayo tunakwenda kuyasikia kwenye ushuhuda wako ni kwamba yametokea kati ya mwaka gani na mwaka gani hapa? Matukio haya yametokea kati ya mwaka 2010 na mwaka 2011, ambapo nilipoendelea kukutana na mambo magumu katika kipindi hicho. Lakini tukio ambalo ni kubwa zaidi lilitokea pale mwaka 2010 mwezi wa 11, mwishoni kabisa mwa mwaka kukaribisha mwaka 2011. Mtazamaji, utakuja kusikia kwa undani kuhusiana na tukio hilo, na mimi nikuombe tuweze kuongozana hadi pale ambapo itakuwa ni tamati. Mimi ambaye nakukaribisha hapa, jina langu ni Jackton Msafiri, Dr. wa Roho. Nitakaa nyuma ya kamera hapo, nimwachie nafasi mtumishi wa Mungu hapa aweze kutueleza kuhusu ushuhuda wake huo, na nina hakika tutajifunza mengi sana kupitia kile ambacho yeye amekipitia. Karibu sana. Mtumishi wa Mungu, basi mimi nikukaribisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina. Habari za uzima? Mungu ni mwema. Tunamshukuru kwa matendo makuu. Ndio. Kwa kuiona siku ya leo. Sawa, hebu tuanze kwa kukufahamu majina yako, alafu ndio tutaelekea sasa kwenye ushuhuda wako. Karibu. Asante sana. Kwa majina yangu mimi ninaitwa Daudi Bonifasi Mundoya. Nimezaliwa mkoa wa Singida pale mwaka 1990 na kukulia katika mkoa wa Singida, na maisha kwa jumla
nilianza pale Singida na kuendelea kupambana na kufaiti katika mipango ya maisha, na nilisoma katika shule ya msingi Kibaoni, mkoa wa Singida. Nilianza shule ya msingi mwaka 1997 na kuhitimu shule ya msingi mwaka 2004 katika shule ya msingi Kibaoni. Baada ya kuwa nimehitimu shule ya msingi Kibaoni mwaka wa 2004, ndipo nilipoanza harakati za kupambana katika maisha. Nimepambana na mambo mbalimbali wakati nimemaliza shule ya msingi. Nilipoanza kupambana na maisha, nakumbuka mwaka 2005, baada ya kuwa nimemaliza shule ya msingi, katika fight ya maisha nilianza kutafuta kazi. Nimefanya kazi nyingi sana katika maisha haya ya utafutaji kuanzia mwaka 2005 na kuendelea huko mbele. Ni mambo mengi ambayo nilianza kufanya. Nilifanya kazi nyingi sana. Nilifanya kazi kwenye makampuni ya barabara. Nakumbuka mwaka 2007 nilifanya kazi na kampuni za utengenezaji barabara hapo mkoa wa Singida. Nikawa nimeondoka hapo katika kufight maisha, nikarudi nyumbani Singida, na baada ya kuwa nimerudi pale mkoa wa Singida kuendelea na mapambano ya maisha, kuna mambo mbalimbali ambayo kweli nilikuwa nafanya zaidi sana. Baada ya kuwa nimerudi Singida, nikaendelea na kazi. Nimejifunza kutengeneza pikipiki takriban mwaka mzima, lakini baadaye nikaenda kujifunza na gari. Nimeendesha nilikuwa dereva taxi pale Singida kwa muda mrefu. Hapo soko kubwa la Singida nimeendesha sana gari kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2009 nikahamia kwenye haisi. Tukawa tunafanya kazi za kubeba abiria katika mkoa huu wa Singida. Ukianzia ilikuwa tunatoka soko kubwa tunaenda Jineri, Jovena mpaka kituo cha mwisho kilikuwa ni stendi ambayo ni stendi mpya kwa sasa. Tumefanya kazi hizo kwa muda mrefu, lakini kuna mambo mbalimbali ambayo nilikuwa ninayaishi kabla ya kuingia katika imani ya wokovu. Kuna mambo mengi ambayo mimi niliyaishi kipindi bado sijapata neema ya kumjua Mungu. Kwa hiyo natamani, hiyo ndio historia fupi ya maisha yangu. Natamani kukueleza mengi ambayo yalipita katika maisha yangu. Kama jinsi nilivyosema hapo awali, kwa hiyo maisha yakaendelea vile, kipindi ambacho natamani popote unaponisikiliza ujifunze kupitia kwa watu ambao wamepitia maisha mbalimbali tofauti. Mimi baada ya kuwa nimemaliza shule, hapo shuleni kwanza nilikuwa ni mtundu sana. Mimi nilikuwa ni mkorofi sana kipindi hicho ambacho nilikuwa niko shuleni. Hata marafiki zangu, wanafunzi wenzangu walikuwa wanaelewa kabisa Daudi ni nani. Lakini katika yote kuna makusudi ambayo yalikuwa yanaandaliwa ili niweze kufikia katika yale maisha. Baada ya kuwa nimefanya mambo mengi na kazi nyingi, nilipoanza kazi ya udereva taxi, nilikuwa na marafiki zangu wengi ambao tulikuwa nao, lakini katika maisha yangu hapo awali kabla ya kumjua Mungu nilikuwa ni mlevi, nilikuwa mvuta bangi, nilikuwa mvuta sigara. Pia yani mambo yote ya anasa ambazo nazifahamu mimi nilikuwa nafanya anasa nyingi. Lakini katika yote kutokuamini katika swala zima la Mungu, ndipo paka Mungu alipokuja kunitokea katika maisha yangu. Kwa hiyo
kipindi hicho nimeendelea kufanya zile kazi. Nimefanya kazi kwa muda mrefu sana pale mkoa wa Singida. Nimefanya kazi hizo za udereva teksi na kuendesha haisi, lakini pia shughuli za kawaida nyingi nimefanya. Lakini katika yote nimeendelea kupambana na maisha mpaka ikafikia wakati nikaona maisha ya pale mkoa wa Singida kama vile ni shida. Ndipo nikaamua sasa kutoka pale mkoa wa Singida na nikaendelea na maisha mengine tofauti na mkoa wa Singida. Nilipata nafasi ya kuanza tena kufanya kazi kwenye magari makubwa haya. Nakumbuka mwaka 2009 mwishoni nilipata kazi kwenye kampuni moja ya gari fulani ambazo ziko pale Tanga. Wale jamaa nilifanya nao kazi, lakini katika mazingira fulani ambayo yalikuwa yana vitu ambavyo niliona vingeweza kuniletea shida, kwa sababu nakumbuka tulikutana na wale mabwana kwa sababu walikuwa wamenipenda katika fight za maisha, wakawa wamenipenda kulingana na mapambano ambayo nilikuwa ninapambana naye. Sasa nikawa nafanya kazi nao kwenye gari moja, hiyo kampuni sitaitaja, lakini ni kampuni moja tu kubwa iko pale Tanga. Wale watu nikafanya nao kazi. Baada ya kuwa nimefanya nao kazi, nakumbuka kuna siku tulikuwa tumeenda kufuata chumvi pale Babati. Kuna sehemu moja panaitwa Kindabi kwa wenyeji wa mkoa wa Babati na wengine wanapofahamu. Tulifuata chumvi huko Kindabi, lakini kuna matukio mengi ambayo yalipita hapo katikati. Kuna matukio mengi yalipita katikati wakati tunaianza safari ya kutoka Singida na kuelekea kuchukua chumvi, kwa sababu nakumbuka tulipotoka Singida tukaenda mpaka kule hapo Katesh kuelekea hiyo sehemu panaitwa Kindabi, bwawa la chumvi. Kulikuwa kuna bwana mmoja ni Mkongo alikuwa ananunua chumvi kwenye hiyo kampuni. Tukawa tumefika mpaka kule ziwani, tukachukua chumvi, tukanunua ile chumvi. Baada ya kumaliza kununua chumvi, wakati tunaianza safari yetu, ndipo hapo mambo mengi yalipita katikati ambayo kiukweli kabisa nilikuwa naona mkono wa Mungu, japo nilikuwa bado mimi sijaingia katika kumwamini Mungu na kumwamini Kristo. Lakini kuna mengi yalipita hapo katikati, mpendwa msikilizaji. Basi nakumbuka wakati tumebeba chumvi, ile gari ilibeba mzigo mkubwa kiasi kwamba mzigo ule ukawa umeishinda uwezo gari. Wakati tumeondoka pale Kindabi kurudi tuitafute barabara inayetoka Arusha ili tuje Singida tuipeleke ile chumvi Kongo, tulifika kuna sehemu moja panaitwa Mlima Kindabi. Tulipofika mahali pale, ile gari, kipindi hicho barabara zilikuwa zinatengenezwa mwaka 2009. Wakati tunapanda kwenye ule mpando, wakati tumefika juu, lile gari lilifeli, liliishiwa nguvu, motion ikashuka. Tumefika juu kabisa ya mlima, lile gari likaanza kurudi nyuma. Wakati linarudi nyuma, tulikuwa utingo wa gari tulikuwa tuko wawili. Mwenzangu mmoja aliporuka kwenye lile gari na mimi nikaruka. Baada ya kuwa nimeruka kwenye lile gari, Mungu saidia, yule dereva alifanikiwa kukatisha kona, akaifunga barabara. Alipofunga barabara, lile gari alikuendelea kurudi nyuma, na kipindi hicho kulikuwa kuna watengenezaji wa barabara, wakatupa msaada wa kulivuta lile gari, tukatoka mazingira hayo. Baada ya kuwa tumetoka kwenye hayo mazingira,
tukavutwa tukapanda mpaka juu. Lile gari lilikuwa limebeba mzigo mkubwa sana kiasi kwamba ikafikia mahali kwamba gari inazidiwa uwezo na mzigo iliyokuwa imepakia. Tukatembea tena umbali fulani, tukafika maeneo fulani ukiwa umeshaanza kutoka mkoa wa Manyara ukiwa unaitafuta Singida. Kuna mahali tulifika, lile gari tena likapata breakdown, difu za tairi za gari zikawa imekatika kasimama. Kwa hiyo ile safari ikawa ina purukushani nyingi sana. Baada ya hapo tukawa tumetengeneza lile gari, tukatoka tena pale tukarudi, tukafika sehemu moja panaitwa njia panda. Hiyo njia panda iko ya kufika sasa mkoa wa Singida. Pale ndipo kuna jambo kubwa lilitokea, ambayo tu ni uwezo wa Mungu ndio ulitusababisha kuweza kupona katika mauti nyingine. Naweza kusema mauti kwa sababu kule tulipitia changamoto kubwa, na tulipofika pale tena panaitwa njia panda ukiwa umetoka Singida. Tulipofika, wakati tunaanza kushuka, ni mteremko mkali sana. Kwa wanayopita njia ya Arusha pale njia panda wanapaelewa, panaitwa kwenye minara ya posta. Wakati tunaanza kushuka tena kwenye hiyo down, maana ilikuwa tayari tumepata shida sana njiani, japo ni distance ndogo kufika Singida, lakini kutokana na mazingira ya chombo chetu kwa tunatumia, kukawa kuna breakdown nyingi. Kwa hiyo tulifika usiku pale, wakati tunaingia ilikuwa kwenye mida ya saa 2 inaelekea kufika saa 3. Wakati tunakaribia kushuka kwenye hiyo down, nakumbuka dereva akawa anapiga stop engine kwa ajili ya kuisaidia gari iweze kuwa nzito, iweze kushuka kwenye ile down, kwa sababu ni mteremko mkali. Wakati dereva anapambana kuisaidia gari iweze kushuka kwa taratibu, ile gari tulishangaa tu moto unalipuka pale mbele kwenye kile chombo cha usafiri. Moto ulipolipuka, ile stop engine ilikuwa inazidiwa na ule waya ambao alikuwa ameuweka pale, alikuwa anasema ni waya mdogo. Kwa hiyo ile gari ikawa imepiga shoti kwenye dashboard pale mbele. Kwa hiyo taa zote zikawa zimezima na ile gari ilifeli kabisa, breki ikakosa direction ya kuweza kushuka pale wakati tunashuka. Basi wakati tunaendelea kushuka tukafika, wakati inashuka, kutokana na mazingira ya gari kufeli breki na hakuna mwanga, yule tingo wa pili ambaye tulikuwa naye, yeye aliwahi kuteremka na kuweka kigogo ili kulizuia lile gari kupunguza motion, lakini alipoliweka kile kigogo kikapanda mara moja. Yule dereva akasema, bwana, usiweke tena. Sasa mimi wakati huo nilikuwa nimechoka sana, nilikuwa nimelala kule juu kwenye kitanda huku nyuma ya gari. Sasa sikuelewa kitu kilichokuwa kinaendelea, kwa sababu nilipokuja kushtuka nasikia kelele tu kwamba dereva aliposema kwamba usiweke hicho kinani, usiweke tena kigogo. Pale ndio niliposhtuka. Nilipoamka wakati nimelala kule nyuma kwenye gari, sikujua kwamba gari inatembea kwa sababu taa zilikuwa zimezima. Kwa sababu taa zilikuwa zimezima, mimi niliposhtuka tu kwenye usingizi. Niliposhtuka kwenye usingizi tu hivi, sikujua kinachoendelea. Mimi nikajua kwamba kama lile gari limepaki. Baada ya kuwa nimehisi kwamba gari limepaki, nikabidi nishuke kwenye lile gari. Kumbe gari ilikuwa bado inatembea. Nilipoone uweza wa Mungu uko tofauti na mwanadamu. Na kwenye ule mteremko ni mkali sana kwa watu waliopita njia ya Singida, wanaelewa pale unapopaita njia panda. Lakini mimi wakati ninashuka,
nilikuwa nashuka kawaida kana kwamba tu gari kama vile limepaki, kwa sababu ilikuwa ni giza na gari inazidi kushuka. Nilipofika wakati nashusha hivi mguu, nikaona kama ninavutwa fulani hivi, nikawa kama vile ninavutwa kutoka kwenye lile eneo ambao nililokuepo. Basi mimi nikashtukia kama vile nataka kusukumwa hivi na upepo kuingia chini ya gari, kwa sababu nimeshuka pasipo kujua gari kwamba inatembea. Basi wakati nimeshuka hivi, niliona nimevutwa kama nimesukumwa. Kuna kwenye hiyo gari ilikuwa ni aina ya wanaita semi kichanja, yani ambayo haina bodi nyuma, inakuwa tu ina kichanja hivi cha kubebea mizigo. Sasa yani wakati nimeshuka hivi, nimetereza kama nataka kuingia kwenye uvungu wa gari, nikashangaa kuna kitu kama kikao kimenivuta kunirudisha nyuma kidogo. Niliporudi tu hivi distance chache kutoka pale nilipokuwa nimesimamia wakati nashuka kwenye gari, nilijikuta kile kichanja kimepita karibu na mazingira ya kwenye bega langu. Ile gari kawa bado inazidi kushuka, lakini dereva alijitahidi kupambana nayo. Ilipofika mbele zaidi, wakati anazidi kujitahidi kuisimamisha, Mungu saidia, ile gari ilisimama. Ilipomaliza kusimama, wakaanza kucheki matatizo. Nilipofika hapo, kwa kweli kwa sababu ya safari hiyo, niliona kana kwamba hii safari kwangu imekuwa kama vile ya misukosuko mingi. Niliposhuka pale, na tulikuwa tumeshafika Singida, lakini safari yetu ilikuwa inaendelea kuelekea Kongo, lakini nilibidi safari hiyo niairishe hapo kwa sababu ilikuwa ina misukosuko mingi. Nilipofika hapo, nikatafuta usafiri wa gari. Nilipotafuta usafiri ule wa gari, nikaelekea nyumbani. Nikaomba lift, nikapewa lift mpaka Singida mjini, kwa sababu ni umbali kama wa dakika 20 mpaka kufika Singida mjini. Nilipofika pale nyumbani Singida mjini usiku sana, ikawa kwenye mida ya saa 5 hivi. Nikawa nikafika nyumbani, nikapumzika. Basi pakakucha asubuhi, nikaendelea na mapambano mengine ya maisha kwa sehemu hiyo. Kwa hapo ikawa imepita. Baada ya kuwa imepita hiyo sehemu, nikaendelea na mapambano ya kawaida ya maisha pale mjini. Baadaye nikaendelea na shughuli tu zingine, kwa sababu nilikuwa nina fani nyingi. Kwa hiyo nilikuwa sichagui kazi, kila mahali nilikuwa najaribu kupambana tu mradi niweze kupata riziki, niweze kupata maisha. Kwa hiyo zote hizo ilikuwa ni sehemu yangu ya kuhaso ili kuijua kesho yangu. Lakini baada ya hapo, nilipokaa nyumbani tena pale, nikaanza kutafakari mambo mengi. Wakati naendelea kutafakari nini niendelee kukifanya, nilikuja nikakaa hiyo mwaka 2009, nikaendelea kupambana na maisha mengine. Lakini nilipofika mwaka 2010, hapo ndipo safari ya maisha yangu binafsi ilipoanza, ya kutoka Singida na kwenda kupambana tena vingine katika maisha. Basi huo mwaka 2010 nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu mmoja, kwa sasa hivi ni marehemu. Alikuwa anaitwa Abasi. Alikuwa ni rafiki yangu sana. Alikuwa pale Singida, alikuwa ni fundi wa magari. Yule rafiki yangu akawa ameniunganisha na jamaa yake, rafiki yake tena mwingine wa kampuni la magari haya hizi Transgoods, ambazo zinafanya safari zake za kwenda Rwanda, Kongo, Burundi. Akawa amenipatia tena kazi kwenye kampuni nyingine, akawa ameniunganisha na rafiki yake. Yule rafiki yake walikuwa wametoka, nakumbuka walikuwa wametoka Kongo. Walikuwa walikuwa kutoka Kongo, wakawa wamepitia mzigo. Mimi nikutana nao pale Singida.
ndipo safari sasa ya maisha ilipoanza nyingine mpya ya kufika kule ambapo nilikuwa ninaenda. Aliponiunganisha na wale majamaa, nikaanza nao kazi, kwa sababu huyo rafiki yake na huyo marehemu rafiki yangu wa basi alikuwa pale mkoa wa Singida, akawa ameniunganisha kazi na nikaanza kazi kwenye kampuni nyingine ya magari. Sasa nakumbuka wakati tumetoka tena pale Singida, wakati nimetoka pale Singida nikawa tunaenda nao kupeleka tulikuwa tunapeleka mbolea hapo Arusha, kisha tuende nao Tanga ili tuendelee na trip nao. Yule brother akawa amenipenda sana wakati tumetoka naye safari ya kutoka Singida kuelekea sasa Arusha. Nakumbuka tulitembea mpaka tukafika mahali fulani panaitwa ile sehemu iko katikati ya Babati na Makuyuni kama sijakosea, kwa sababu si mwenyeji sana kule. Kuna sehemu moja iko katikati ya Makuyuni, Makuyuni. Wakati tumekaribia mazingira yale, zile gari ni za konvoi, ni konvoi zinakuwa zinatembea kwa pamoja. Zile gari wakati mimi niko kwenye gari nyingine tofauti na ile ambayo kuna gari ilipata breakdown ikawa imenoki engine. Wakati tumefika kwenye mpando fulani tu, ni mpando wa kawaida, ikawa imepata breakdown ile gari. Baada ya kuwa imepata breakdown, kwa sababu zile gari zinaongozana konvoi, ikabidi gari zote zipaki pembeni, wakapeana taarifa kwamba hiyo gari ina tatizo. Na ile sehemu pale kuna hifadhi ya wanyama kwenye hilo pori, ni pori nene sana. Tulipofika pale kwenye lile pori, wakati tumepata breakdown, ilikuwa kwenye mida ya saa 10 hivi inaelekea karibia saa 11. Basi gari zile zikawa zimepaki hapo, tukapeana ushauri, wakasema kwamba wasubiri spare. Walipopiga simu Tanga, wasubiri spare ya gari ili kusudi ziweze kufungwa tuendelee na safari, kwa sababu ile sehemu kwa mwanzoni sisi hatukuwa tunajua kwenye hilo pori. Sasa baada ya kuwa tumeshakubaliana, wakasema zile gari zingine zitangulie pale Makuyuni mjini. Zilipotangulia zile gari Makuyuni, mimi sikuwa kwenye hiyo gari ambayo ilikuwa imepata breakdown, lakini mimi nikawaambia kwamba kwa sababu tuko convoy na tutasubiri mpaka na hizi zikamilike, basi mimi nitabaki na yule utingo wa kwenye ile gari ambayo ilikuwa imeharibika. Tukawa tumebaki pale kwenye mazingira hayo. Tulipokuwa tumepaki pale, wakati tunasubiri sasa spare itumwe, tukawa tunakaa pale kwenye lile pori. Sasa nakumbuka hiyo siku ya kwanza tumekaa tu vizuri, lakini kumbe ni sehemu yenye wanyama na ni hifadhi. Na jamii ya pale kuna kasehemu ukipanda ukiendaenda mbele kama unaelekea Makuyuni, kuna sehemu wanakaa wale watu wa asili ya Kimasai, lakini ni kasehemu ambacho kako kama kilomita tatu kutoka pale ambapo tulikuwa tumeharibikiwa na gari. Basi tukawa tunaenda pale kama kuna kasenta, lakini ni kale kasenta cha kijijini. Tunachukua mahitaji yetu pale, tunarudi huku kuendelea kukaa na kuendelea kusubiri spare zije. Sasa wakati gari iko pale, wale tukienda kwenye kale kasenta, ile tulienda siku ya pili kwenye kale kasenta, tukawa tunachukua mahitaji, na siku zote wageni tu wanaonekana, wakawa wanatuuliza kwamba wale wenyeji wa pale kwenye mazingira yale, wakawa wanatuuliza, bwana vipi, mko wapi? Tukawaambia tuko na gari iko nyuma hapo imepata breakdown kidogo, kwa hiyo tunasubiri spare.
ili kusudi gari itengenezwe tuendelee na safari. Tunapeleka mbolea hapo Arusha, tukitoka hapo tunaelekea Tanga kwa ajili ya kubeba mzigo mwingine na kuendelea na safari. Na mimi hapo ndo ilikuwa safari yangu ya kwanza kuwa na hao watu kama nilivyosema. Basi baada ya hapo tukawa tumekaa, lakini tukawa tunaona wako katika hali fulani ya kuwa kama wana maswali, lakini kuna hawatuambii chochote. Wakawa wanatutazama tu sana, lakini wakawa wanatulia. Siku ya tatu pia bado tulikuwa tunasubiri spare. Sasa ile siku ya tatu, wakati tuko kwenye mazingira hayo, nakumbuka wakati huo sasa wakati tuko kwenye yale mazingira, tumeenda tena kwenye kale ka center tukapata bidhaa zetu na mahitaji. Baada ya kuwa tumeyapata yale mahitaji yetu, tukawa tumerudi tena mazingira hayo ambayo tulikuwa pale. Usiku wa siku ya 4 tulikuwa tunawasha moto pale. Usiku ule tulikuwa tunawasha moto kwa sababu tulikuwa tukai ndani, kwa sababu ile gari ilikuwa ina mzigo. Kwa hiyo ilikuwa inatupasa kuwepo nje ya lile gari kwa ajili ya kuangalia mzigo na nini. Kwa hiyo ilikuwa baridi, kulikuwa kuna baridi kali sana. Mazingira ya Babati Arusha, hiyo mnaelewa, kuna wakati wa baridi kali. Sasa nakumbuka siku hiyo wakati tumekaa, ilikuwa imefika kwenye mida hiyo ya alfajiri, na karibia kwa alfajiri, kwenye mida ya saa 10 hivi. Hizi gari za tours zilikuwa zinapita, zinaelekea na barabara inayoelekea Singida. Baada ya kuwa nimelala pale chini kwenye uvungu wa gari, wakati ile gari inapita hivi, nikashangaa kule mbele, nikaona kama wanyama wanakatisha hivi. Nikawa makini kuangalia. Yaani wakati naangalia hivi, wanyama walikuwa kuna chui, kuna simba zinavuka ngambo ya pili ya barabara. Nilipoona hivyo, nikamwamsha huyo rafiki yangu. Nikawa nimemwamsha, nikamwambia, kumbe haya maeneo tupo kuna wanyama wakali kiasi hichi. Simba na chui na wanyama wengine wadogo walikuwa wanapita. Basi yule jamaa alipoangalia hivi, kwa sababu alikuwa ana roho ile ya nini, hakuwa na roho ngumu kama jinsi mimi nilivyo. Basi yeye akawa muoga. Kuanzia hapo akupenda tena kulala kwenye gari kule nje. Ikawa yani ikifika mida tu ya saa 2 tu usiku, anaingia ndani ya kibini analala. Basi na mimi nikabadilisha utaratibu wa kulala. Mwanzo nilikuwa nalala chini, lakini baadaye nikawa nalala kwenye ile kepu ya gari. Nikawa nalala kule, lakini niko makini kuangalia mazingira. Hiyo siku ya 5 usiku wake kuamkia siku ya 6 ndo spare ilikuwa inafika. Lakini huo usiku, wakati usiku ule umefika kwenye, ilikuwa sikumbuki mida ya saa ngapi, lakini wakati huo wa usiku, wakati nimelala juu ya kepu ya gari ile siku ya 5, nikashangaa kuna harufu ya mafuta, harufu ya diesel inanipiga, harufu ya diesel. Kumbe bwana, kwenye hilo pori kuna watu ambao wamo mle kwenye porini, ni waizi wa mafuta na nini, magari yanapopata breakdown. Kwa hiyo wale watu bwana wakawa wamefika pale, wakavunja nani, ufunguo wa tenki la mafuta. Walipoanza kuyamimina mafuta, harufu ile iliponipiga, ndo nikashangaa. Nilipoamka nikamwamsha mwenzangu. Nilipomwamsha yule mwenzangu akaamka, wale watu walikimbia porini. Na sisi kwa sababu tumeshaona vitu kama hivyo, kuna wanyama wakali, basi tukashindwa jinsi ya kuescape hilo tatizo, kwa sababu sisi sio wenyeji
wa mazingira hayo. Basi tukabidi tuwe wapole, walichukua mafuta kama madumu matatu, na pia kulikuwa kuna madumu ya kuwekea mafuta ya reserve ya plastiki. Wakawa wamekata, ilikuwa nyuma ya mzigo ule wa huo mzigo wa mbolea ambao tulikuwa tunapeleka Arusha. Basi baada ya hapo, asubuhi palipokucha, tukabidi tuende kwenye kale ka center kueleza hiyo tatizo. Sasa hiyo ndio ilikuwa siku ya 5 kuamkia hiyo siku ya 6, ambapo ndipo spare ya kuja kutengenezea gari ilikuwa imefuatwa. Baada ya hilo tukio, mpenzi msikilizaji, kilichotokea pale siku hiyo, tulipofika pale kwenye hiyo center, tukawaeleza tatizo lililotokea. Uongozi ule wa kijiji hapo tukaambia, bwana, sisi tumepata breakdown hapo, tuna muda, lakini asubuhi alfajiri tunaona kuna watu wamekuja wakavunja kufuli, wakaiba mafuta. Tulipotaka kupambana nao wakakimbilia porini, na sisi hatuna uwenyeji huku. Tulipobaki salama, tukabidi tubaki hapo. Wale wazee unajua walishangaa sana, wakasema, kweli nyinyi ni wanaume, hilo ni pori lina wanyama wakali na sisi tunawashangaa mpaka leo mko wazima. Tunashangaa sana kwa sababu humo hilo pori wanyama ni wakali, lakini tumeshangaa hizi siku zote mpaka leo mpo. Basi kwa sababu ya hilo tukio sasa tukawaambia, kama mnashangaa kwa nini hawa, tukamuoji kwamba kama kuna wanyama wakali, ina maana hawa watu mbona wamekuja wamechukua vitu vyetu, wamekuja wameiba, ina maana wao hawaogopi? Wale wazee wakasema kuna dawa ambazo ukijipaka mnyama wa aina yoyote akisikia tu harufu lazima akimbie, hawezi kukufuata. Akasema hao waezi wana madawa, na nyie kama labda mngekuwa mna madawa hayo sawa, lakini sisi tunaamini hamyafahamu madawa kama hayo. Lakini hao wanaoingia kuiba wanakuwa wana dawa ambazo mnyama, hata nyoka akisikia ile harufu huwa anakimbia, hawezi akabaki kwenye mazingira yale. Ili uone kwamba ile pori lilikuwa sio la kawaida, tukawaomba, tukawasiliana asubuhi hiyo, tukawa tumewasiliana na wale madereva ambao walikuwa wanatusubiri Makuyuni pale, kwa sababu zile gari hazikuondoka mpaka hii gari ipone ili ziondoke pamoja. Hizi za konvoi tulikuwa tuna gari 5, zilikuwa gari 5. Basi tukawapigia simu, wakaja wakashuhudia jinsi gari lilivyofanyiwa, gari lilivyokatwa kufuli na kuiba mafuta. Baada ya hapo wakasema, akawasiliana na matajiri wao kule, wakasema watafute walinzi wenyeji wa hapo ili wao walinde usalama wa mzigo, sisi tuwe tunakaa ndani ya gari. Lakini yule mlinzi mwenyewe ambao tulimpata pale kijijini wa kutulinda kwa hizo siku ambazo tunasubiri spare ifike, alisema kwa lindo moja tu ni shilingi 50,000 usiku mmoja, na hakupunguza bei kwa sababu anasema ile sehemu ilikuwa ni hatari, na hapo tulikuwa tunaishi tu kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anatulinda. Mungu mwenyewe alikuwa anatulinda katika hilo pito. Basi baada ya hapo, katika kukubaliana na spare ikawa imefika siku hiyo ili gari ianze kutengenezwa. Gari ilipoanza kutengenezwa hiyo siku ya 6, tukatengeneza, wakaanza kufungua injini. Baada ya kumaliza kufungua injini, matengenezo yakaendelea. Siku ya 7, ya 8 gari ikawa imekaribia kukamilika. Siku ile ya 9 ile gari ikawa imepona, wakasema service nyingine, gari ilipokubali kuwaka wakasema service zingine tutaenda kufanyia kwenye kamji kale cha Makuyuni hapo. Baada ya hapo
Baada ya hapo nakumbuka tulipofika pale Makuyuni mjini, baada ya service, mawazo yangu mengine yakaanza kuhama tena. Yaani nilikuwa ninapenda kufanya kazi, lakini nilikuwa sifikii mwisho wa kuonekana kwamba msimamo wangu uko wapi. Baada ya hilo tatizo kuwa limetokea na tukakaa pale zaidi ya siku 9 porini, tulipofika Arusha mjini nikajikuta sasa ile hamu tena ya kuendelea na safari inaisha. Tulipofika hapo nikasema, mbona hapa nina ndugu zangu wengi, mbona hapa nilipo nina marafiki wengi. Lakini nataka nikwambie kwamba pamoja na hiyo safari, lakini kulikuwa kuna nguvu za giza fulani ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kutaka kunifanyia mambo mabaya. Kwa sababu ninakumbuka tulipofika pale Arusha, kuna mambo mengi ambayo mengine huwa nayasahau, lakini kuna mengine ambayo nayakumbuka. Ninayoyakumbuka sasa ndo nitaeleza nini kilikuwa kimesababisha. Mimi nakumbuka wakati kipindi kile bado sijaondoka, kuna dada yangu anaishi Mererani Arusha. Ni mtoto wa baba yetu mkubwa, yuko kule mkoa yuko Arusha Mererani. Yule dada yangu alikuja nyumbani kipindi fulani, kwa sababu wao maisha yao mengi, baba yetu mkubwa alienda kuishi Mererani huko Arusha na akawa amepata mji na maisha yake yote yaliendelea akiwa kule Mererani. Sasa kuna mambo ambayo yule dada yangu, kuna nguo alikuja kule nyumbani special kabisa, akawa amenipa zile nguo. Baada ya kunipa zile nguo, nikajikuta tu ninapata hamu ya kwenda kuchimba madini. Ndo nasema sasa nilipofika pale Arusha, wazo lile la kuendelea na ile safari likawa limeisha, lakini wale wakawa wameniambia kwamba wamefurahi kwa sababu nilikuwa mvumilivu na tumepambana mpaka dakika ile ya mwisho. Lakini mimi nilipofika pale nikamwambia, bwana, tutaendelea kuwasiliana. Nikachukua mawasiliano yao. Nilipochukua mawasiliano yao nikamwambia, ngojeni nyinyi nendeni mkashushe, tutaendelea kuwasiliana. Nilipofika pale Arusha mjini, ndipo nikawa nimempigia baba simu akiwa Singida. Nikampigia simu baba, nikamwambia mimi niko Arusha kwa sasa hivi, niko Arusha. Kwa hiyo nilipomwambia niko Arusha, akaniambia kwamba ondokaje, mbona bila kuaga, na hapo katikati kipindi chote ilikuweje? Kwa hiyo nikajaribu kumueleza yaliyokuwa yametokea, kwa sababu mawasiliano ilikuwa ya shida wakati tuko pale porini. Basi nikamueleza yote. Basi nikamwambia, mimi natamani kwenda Mererani kule kwa dada, naomba uniunganishe naye, uongee naye kwa simu ili niweze kwenda. Baba yangu akafanya hivyo, akampigia dada yangu huyo, mtoto wa baba yetu mkubwa ambaye yuko Mererani mpaka sasa hivi. Nikawasiliana naye, akasema anakuja kunipokea Arusha. Akaja kweli kunipokea pale stendi. Lakini kuna mambo ambayo ndo taenda kuyaeleza huko, ambayo ndo yamesababisha kisa hichi chote kukieleza. Nakumbuka sasa wakati nimefika Arusha, nimefika Mererani, alipokuja kunipokea pale Arusha, tukaenda naye mpaka kule Mererani. Kwa sababu ukitoka Arusha unaenda mbele tena, kuna mahali unaenda kupita Kia, unafika pale Kia, kuna njia ambayo inakatisha kuelekea mpaka kule Mererani Arusha. Basi nilipofika alipokuja kunipokea, tukaondoka naye, tukaenda naye mpaka Mererani. Tulipofika kule,
kuna mambo ambayo tayari sasa kulikuwa kuna connection fulani katika ulimwengu wa roho. Unajua, kama bado haujawekwa huru, unaweza ukatumiwa au watu wakaamua kukuendesha wanavyotaka wenyewe. Kwa hiyo kuna kitu kama remote control unapoamua kufanya kitu fulani. Kwa hiyo na mtu ambaye bado hana nguvu za Mungu, kuna mambo fulani ambayo anaweza akayafanyiwa, lakini pasipo yeye mwenyewe kwa ufahamu wake kuweza kulitatua au kulifanya jinsi linavyotakiwa. Basi mimi nashangaa tu nilipofika pale